Hebu fikiria, hawa ni watu, wana ndoto, wana familia, wana maisha nje ya kazi hii. Kila mmoja wao anakuja hapa akitafuta riziki, akichangia kwa jamii, akijenga maisha yao. Lakini je, tunafanya kila tunaloweza kuhakikisha wanarudi nyumbani salama kila siku? Ajali hutokea kwa ghafla. Sekunde moja inatosha kubadilisha maisha milele. Na wakati mwingine matokeo huwa mabaya sana. Je, tunataka kuishi na hofu kwamba leo inaweza kuwa siku ambayo mtu hatarudi tena kwa wapendwa wake au kwa familia yake? Kimaadili tuna wajibu usiopingika kwa kila mtu anayefanya kazi chini yetu. Kila mmoja ana haki ya kufanya kazi katika mazingira salama yanayowawezesha kurudi kwa familia zao akiwa wazima na wenye afya. Ni kuhusu utu wetu. Ni kuhusu kuheshimu maisha na ustawi wa binadamu. Ni sahihi kufanya hivyo. Hakuna faida au uzalishaji unaoweza kuwa na thamani ya maumivu, majeraha au hata kupoteza maisha ya mtu. Kisheria, nchi yetu ina sheria inayoeleza wajibu wetu kuhakikisha usalama mahali pa kazi. Kupuuza usalama sio tu kuhatarisha watu, bali pia kunavunja sheria. Hii inaweza kusababisha adhabu kali, faini kubwa na hata kufungwa kwa shughuli zetu. Kuzingatia usalama ni kutii sheria, ni kuheshimu mfumo unaotulinda sisi sote. Kifedha inaweza kuonekana kama kuwekeza kwenye usalama ni gharama, lakini hebu tujiulize, gharama halisi ni nini pale ajali inapotokea? Kuna gharama za matibabu, fidia, kupoteza uzalishaji, uharibifu wa mali, na pia gharama zisizoonekana kama vile uharibifu wa sifa ya kampuni na kupungua kwa morali ya wafanyakazi. Kwa hakika kuna kuwekeza kwenye usalama ni akili ya kifedha, na mazingira salama huongeza ufanisi, hupunguza upotevu na kujenga taswira nzuri kwa wateja na wawekezaji. Ni uwekezaji wenye faida kubwa kwa muda mrefu. Kwa hiyo usalama mahali pa kazi sio tu sheria na taratibu. Ni kuhusu kujali, ni kuhusu kuheshimiana, na ni kuhusu kuhakikisha kila mmoja anarudi nyumbani salama, tayari kuendelea na maisha yake. Tuna uwezo wa kujenga mazingira salama kwa ajili yetu sote. Tufanye kazi pamoja kwa ajili ya maadili yetu, kwa mujibu wa sheria zetu na kwa faida yetu sote.